بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukutana kwetu katika nyumba yake hii takatifu atujalie wenye kustahiki au kupata rehema zake hizo tulizozitaja, na kwanza kwa utulivu, kufunikwa na rehema zake, na vile vile kuzungukwa na malaika, na mwisho watutaje mbele ya wale walioko mbele yake. Amin. Tuko katika mwisho tena wa surat Al-Mu'minun. Tuko katika maeneo ambayo kwamba kama ilivyotangulia yametaja sifa za uumini, ikaja asili ya mwanadamu kuumbwa, Mwenyezi Mungu akaonyesha neema zake, nguvu zake, akataja makafiri hali yao itakokuwa, mpaka aya ya mwisho Mwenyezi Mungu akawaambia, qala ikhsa'u fiha wala tukallimun, tokomeeni humo wala msizungumzishe, kwa maana nyinyi hamna hukumu nyingine zaidi ya kudumu katika nini? Katika adhabu. Sasa aya ya leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwakatisha tamaa, ni kama vile anawaambia upande wa pili, angalieni wenzi wenu wale ambao kama mliwaona hawana akili, hawana maarifa kwa kufuata sheria, kwa kufuata la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, na mliokuwa mkiwadharau, angalieni wako wapi. Hii ni sehemu ya adhabu. Manake wewe uko kwenye adhabu, afu ambiwa kama ingekuwa umefuata kama ulivyokuwa umefuata wenzako hawa hapa, angalia walivyo sasa hivi, wewe utazidi kukatika maini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya hii, aya ya 109 anasema, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairu arrahimin. Mwenyezi Mungu anasema lilikuwepo kundi ambao kwamba ni katika waja wangu, yaqulun, walikuwa wakisema, rabbana, ewe Mola wetu mlezi, amanna, tumeamini, faghfir lana, tusamehe makosa yetu, warhamna, na uturehemu, wa anta khairu arrahimin, na wewe ni mbora ya wanaorehemu. Hao leo wanatamata na manake wanafurahia malipo mazuri, wanafurahia pepo. Nyinyi mko katika hali mbaya. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama anawasuta anapokuambia, fatakhadtumuhum sikhriyan, palikuwa na kundi lilokuwa limeniamini na wakawa naomba msamaha, wanaomba rehema kutoka kwangu. Fatakhadtumuhum sikhriyan, nyinyi mliwafanyia kejeli, nyinyi mliwaona hawana maana hao. Fatakhadtuhum sikhriyan hatta ansaukum dhikri, mpaka kule kuwa nyinyi mmeshughulika na kuwaponda wale na kuwatafutia ila na kuwafanyia istizai, mpaka ikawafanya kuna wakati hamtumie akili yenu, labda mkajiuliza, lakini kwani hii sikawa pana haki ndani yake, hebu tutulize bongo vizuri. Hapana, ikawa nyinyi mmeshabikia ukaidi, mmeshabikia kuwashinda wale wanyonge. Wa kuntum minhum tadhhakun, na nyinyi mlikuwa mkiwacheka. Inni jazaituhum alyawma bima sabaru, mimi nimewalipa wao leo, bima sabaru, kwa kule kusubiri kwao adha zenu, kwa kule kusubiri kwao adha zenu, kwa sababu mlikuwa mkiwakera, mkiwadharau, mkionyesha uadui, mlio kila aina ya adha mlikuwa mkiwafanyia. Sasa leo nimewalipa, annahum humul faizun, wao ndio waliofuzu. Hapa kidogo tuna eneo ambalo kwamba yatakiwa tulizungumze nalo, ni
kwa jumla, pamoja na kwamba aya imeshuka kwa ajili ya masahaba waliokuwa wanyonge, kina Bilal, wakiongozwa na Bilal, sababu alikuwa hakuwa Mwarabu pale, na yeye akafuata Uislamu, alikuwa bado hali ya utumwa, idhlali aliyopata ni kubwa. Lakini hata hao waliokuwa Waarabu, maadamu ilikuwa ni mnyonge, hakusilimu akiwa iko katika hali ya izz. Kusilimu kwake hawakuwa kama mtu kama alivyosilimu Hamza ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au alivyosilimu Umar radhiallahu anhu. Hawa walikuwa wanyonge. Ukizungumza kina Bilal, unazungumza Khabbab, hakuna Suhaib na wengineo, walikuwa wanyonge, na wengi waliosilimu mwanzo walikuwa ni watu wanyonge. Na ndio daiman wafuasi wengi wa mitume wanaanzia na wanyonge, na hawa wanyonge ndio wanakuwa wengi kuliko wale wenye uwezo. Mara nyingi wenye uwezo ni watu wenye viburi. Wewe ukiangalia hata ulimwengu huu wa leo, wanaodumu katika ibada wanyonge ndio zaidi. Ukiangalia katika misikiti kuhudhuria darasa, kuhudhuria kufanya ibada na iltizamu ya akhlaqi tabia, watu ambao kwamba wana uwezo mzuri ni wachache. Watu wenye uwezo mzuri wachache. Maeneo kama haya kwanza haona apoteza muda, sababu atengeza fedha, ana shughuli inamshughulisha, anapoteza muda kuja hapa, waliyadhu billah. Kwa hiyo hii ni hali ambayo kwamba ipo na itaendelea kuwepo, isipokuwa kwa yule ambaye kwamba atakuwa amejitambua, basi huyo hata awe malionea atabaki kwamba ni mja wa Mungu, atabaki kwamba ni mja wa kawaida wa Mwenyezi Mungu. Swala la kudharauliana baina yetu ni kitu kitaendelea kuwepo, kwa sababu ni sehemu ya tabia ya mwanadamu ya udhaifu, sio kama ni tabia ya kawaida, ni tabia ya udhaifu. Lakini ukiwa ni mtu ambaye kwamba uko sawa, basi binadamu wenzako wote mdharau, kwa sababu mwisho yoyote mkija kwenye silsila makutano kwa mtu huyu mmoja, naye ni Adam alayhi salam, baba yetu ni mmoja tu, na mwisho wa yote maisha yetu yote tutarudi kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia matendo yetu binafsi mpaka muamala baina yetu na wenzi wetu. Katika muamala ambao kwamba tutaulizwa nao siku ya Kiyama ni muamala sisi na wanadamu wenzetu, tumewapa vipi ihtiramu zao. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Hii imekuja wazi katika surat Al-Hujurat. Enyi ambao kwamba mmeamini, msije kadharau watu kwa dharau wengine. Huenda wale ambao kwamba mnawadharau wakawa bora kuliko nyinyi mnaoona nyinyi mnajiona kwamba ndio bora. Bali hata mtu historia yake maisha ya nyuma, akishakuwa ametangaza tauba au amekuwa sio Muislamu akaingia kwenye Uislamu, akianza kuingia kwenye Uislamu au ametangaza tauba, heshima yake inapewa 100% bila kujali historia yake, bila kujali historia yake. Bali baadhi ya maulama, baadhi ya mufassirun wanasema aya hii imeshuka pia kwa Ikrima. Ikrima ni mtoto wa Abu Jahal. Baada kuslimu alikuja Madina, kuja kwa Ikrima bin Abi Jahal. Abu Jahal sote tunamjua jamani, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifu kwamba ni Firaun wa ummuhu, si ndio? Sasa alipokuja ameshaslimu, watu wakasema ibnu Firaun hadhihi al-umma, huyu ni mtoto wa Firaun wa ummuhu. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwambia mimi naitwa mtoto wa Firaun wa ummuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikataza ile jambo, kwa sababu yule sasa ni Ikrima na yule Abu Jahal ashaondoka. Huyu havai joho la babake, yule babake kafa kafiri, yule ni mutabarra min, ni mtu ambaye kwamba tunajitenga naye. Lakini huyu ambaye kwamba ameshaingia kwenye Uislamu, kwanza Uislamu yajubu makabla, Uislamu unafuta yote ya nyuma, historia yako, maisha yako yote ya dhambi. Ukishaingia kwenye Uislamu yote yanafutwa, kama vile kwa Muislamu akitubu taubatan nasuha. Sasa huyu madam kaingia kwenye Uislamu, hatunasibishi tena na ubabake. Na hivi ndivyo katika maisha yetu ya kileo.
Akiingia mtu ambaye kwamba pengine babake labda si Muislamu bado, sisi hatumtii aibu ya kubaki kwa babake nje ya Uislamu. Sisi twamkumbatia huyu kwamba sasa sisi tunachokilinda ile dhati yake, nafsi yake. Na kwa hiyo hili jambo la kudharauliwa au kudharuriana lilikuwepo, na bahati mbaya katika maisha yetu haya, kwa mtu ambaye kwamba ni mwenda wazimu, mjinga, asiyejua maana ya maisha haya, basi yeye atakapokuwa ameiweka hii dunia kwamba ina thamani, ndio atajiona kuwa ni bora. Wa kuntum minhum tadhhakun, na nyinyi mlikuwa mkiwacheka hawa. Na ni sehemu ilikuwa ya kibri chao kuona Muhammad anafuatwa na watu ambao kwamba si katika ashrafu, si katika wale wakubwa wao, watukufu wao. Inni jazaituhum alyawma bima sabaru ay ala adhakum wa sabaru ala ta'ati, nimewalipa leo kwa vile kwa kule kusubiri kwao, kwa sababu ya adha mlikuwa mkiwapa, lakini hawakurudi nyuma, lakini vile vile kusubiri kwao kushikamana na hii dini, wakati bado sheria pamoja na mazingira magumu. Basi haya ndio malipo ambayo wanastahili mimi leo niwalipe. Nayo ni nini? Inni jazaitumul yawma alfawza bil janna. Hapa malipo kufuzu kwenyewe ni pepo, hakuna kingine. Innahu kana fariqun min ibadi, hakika lilikuwepo kundi katika waja wangu, yaquluna rabbana amanna, walikuwa wakisema mola wetu mlezi sisi tumeamini, faghfir lana, basi tusamehe, warhamna, na uturehemu, wa anta khairu arrahimin, na wewe ni mbora wanaorehemu. Fattakhadhtumuhum sikhriya, nyinyi mwafanyia kejeli na istihzai, hata ansaukum dhikri, mpaka ikakufanya nyinyi musahau kunikumbuka mimi. Wa kuntum minhum tadhhakun, na mlikuwa mkiwacheka kwa hali yao. Inni jazaituhum alyawma bima sabaru, hakika mimi nimewalipa wao leo kwa vile walivyosubiri. Annahum humul faizun, jaiza yao ni kwamba wao ni wenye kufuzu. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, wataulizwa hawa makafiri baada ya kuwa wako katika adhabu, mlikaa muda gani katika ardhi kwa idadi ya miaka? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, majibu watakayotoa watasema tumekaa siku tu au baadhi ya siku. Fas'alil adin, bado watajibu watasema ni kama vile mbona watuuliza maswali magumu kwa hii shughuli tulionayo ya kuadhibiwa, waulize hao wanahesabu miaka, wala sisi usituulize. Ni kama mtu ambaye kwamba anapapurana na kitu cha mshughulisha, maumivu makali, afu amuuliza swali ambalo kwamba anahisi ukimuuliza kama vile manake unazidishia wahaka wa kila lile linonalo, kwambia hilo swala muulize mtu mwingine huko. Kwa hiyo aulizwa, nyinyi kwani mmekaa muda gani? Akasema waulize hao wanaohesabu, sio sisi, kutokana na uchungu na ukali wa ile adhabu wanayoipata. Kwa hiyo hata ule muda ambao kwamba umeulizwa wanaona kujibu itakuwa ngumu. Na hapa maulama kuna wale kusema kwamba hapa muda ulioulizwa ni nini? Ni wa kaburini, na kuna wale wasema ni muda wa amar, umri wao walioishi duniani. Iwe vyote viwili bado vyote hivi vinaashiria kwamba watakuwa hawana majibu nayo. Qala kam labithtum, Allah subhanahu wa ta'ala akawauliza kam labithtum, mmekaa muda gani nyinyi ardhini? Wa hisabu hii ya miaka, kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm, wakasema sisi tumekaa siku au baadhi ya siku tu. Fas'alil adin, waulize hao ambao kwamba ni wenye kuhesabu, wanaojua kuhesabu miaka. Qala in labithtum illa qalila, kuambiwa kwamba nyinyi hamkukaa isipokuwa muda mchache. Lau annakum kuntum ta'lamun, kama lau nyinyi ni wenye kujua.
Kwa nini wameuona muda ni mfupi? Kwa nini wamesema ni yaum au baadha yaum? Yote kwa sababu ya hali nzito walionayo. Wamehisi kama yaliyopita ni madogo kuliko hilo lilonalo, pamoja na kwamba ni mwanzo wa adhabu. Wala hajakaa muda mrefu maswala yao yameulizwa ndani ya moto, basi wanaona kwamba hii siku moja tulionayo ya adhabu imeshinda umri wetu wote, na umeshinda muda wetu wote tuliokaa kwenye nini, kwenye makaburi. Lakini kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala awaulize swali hili, swali jingine? Kwa nini awaulize? Kumbuke hawa kwanza walikuwa hawaamini kufufuliwa, na walikuwa wakifanya kejeli, hivi sisi tuwe tumekufa, tumezikwa, tuwe tumebadilika, kumekuwa udongo, na mifupa yetu imetoka nyama, mingine imeanza kuoza, tuje turudishwe tena uhai? Si walikuwa wakijibu hivyo? Walikuwa wakiwatia wasiwasi watu wengine wasiamini. Sasa ndio waulizwa wao wakiwa na uhai wa pili, ni kama vile wanasutwa. Nyinyi sasa, nyinyi si mlikataa kwa mtafufuliwa, leo mko hai. Ni kama kule kuja kuwafanya wawe na itirafu, kuja kukubali kwamba sasa tupo katika maisha mengine ya pili, yale ambayo kwamba tuliyakataa, maisha ya pili. Sababu ulikuwa mnakataa kwamba tukifa tukioza hatutafufuliwa, lakini ulikuwa wakikataa hisabu, Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akaweka kuwauliza ndani ya adhabu, kwa sababu sasa hisabu ishafanyika na malipo tayari wameyapata. Wako ndani ya adhabu, ndani ya utekelezaji wa nini, wa adhabu. Kwa hiyo ni kama kuwarudi na kuwasuta na kuwa na kwamba kuja kukubali na kuungama kwamba kile ambacho kwamba walikuwa wakikataa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawahakikishia ndiki kilichotokea ndani, ndicho wanachokiishi nacho. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia tena, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, je, mlidhani nyinyi tumekuumbeni nyinyi bure bila malengo? Hamna kazi nyinyi, mmekuja tu muingie kama vile kalbahaim, kama wanyama, muamka mwala mwalala, habari imeisha? La, wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba nyinyi kwetu sisi si wenye kurejeshwa. Na hili swali naomba siwe kwamba tuwaambie ni kwamba kama vile wanaambiwa hao walioko motoni katika makafiri. Hata sisi Waislamu kila wakati uwe ni kama sehemu ya kujiondoa katika ghafla, kwa sababu katika moja ya jambo ambalo kwamba kama Muislamu yatakiwa uwe na tanbihi nalo, kujisahau. Hatuko hapa hivi tu jamani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa bimaana mutahakkim fil ardi, mtu anayetawala jambo ambalo kwamba sasa hivi nalo limetuponyoka, hatunalo hata shibri ya mambo yanavyoendeshwa katika ulimwengu, bali hata kutahakam nafsi zetu wenyewe hatuwezi. Tuko katika hali mbaya zaidi sasa hivi, tumebaki nafsi, lakini ule ukhalifa Mwenyezi Mungu aliotutaka tuwe nao uko wapi leo, wakati hata kuchagua yule tunayemwona anafaa kutuongoza hatumchagui sisi? Naam, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, je, mnadhani nyinyi kwamba tumekuumbeni nyinyi bure? Wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba nyinyi kwetu sisi hamtarejeshwa? Nadhani nyinyi sawa na wanyama, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia na wanyama wengine porini, basi maisha tu yaende? La, ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, anadhani mwanadamu ataacha tu hivi atembee atakapo bila kuwa amepewa sheria azifuate, na kizifuata alipwe mazuri, asipozifuata alipwe mabaya na adhabu? La,
Bila shaka malengo yapo. Kuumbwa kwetu ni kukaa na kumwabudu Mungu kisheria. Maisha yetu yote Mwenyezi Mungu ameyaletea sheria. Ma farratna fil kitabi min shay. Mwenyezi Mungu anasema hatukuacha kitu kwenye kitabu chochote kinachohusiana na namna gani atakiwa ishi mwanadamu. Mwenyezi Mungu atuletea mwongozo, na ni kwa hikma yake na kwa rehema zake subhanahu wa ta'ala, akajalia mpaka yale ambayo kwamba ni ya kawaida ya kimaisha kwa ukiyafanya lillahi ta'ala yawa ni sehemu ya ibada, wala hukufanywa mipaka kwamba kama kuitafuta dunia ikawa inanyoka useme mimi sitaki tena utajiri. Fuata kuwa milionea, trilionea, lakini uwe muumini kweli, uwe muislamu safi. Hiko ndio kinachotakiwa. Bali katika Uislamu yatakiwa tunatahakam katika zimamu ya iktisadi, tuna utawala katika nini, katika uchumi, na hivi ndio vitu vipo alhamdulillah kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala mustawa dunia, mustawa wa kidunia, Waislamu wana mali bwana, Waislamu wana mali, sio maskini Waislamu. Tatizo sio hata kwa mustawa wa Tanzania nzima, kwa mustawa wa Tanzania nzima watajiri wakubwa sana wapo Waislamu, wakubwa sana. Kama lau na watekeleza wajibu wao sawa sawa, sisi tusingekuwa katika hali hii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu resources kazileta, resources, rasilimali zile, vyanzo vya mtu kuwa na izzi, sisi kama Waislamu kazileta. Hakutuwafanya sisi Waislamu wote maskini, kaleta kuna majanti wa kisawasawa, tena wa kisawasawa sana. Lakini bahati mbaya ndio hatukutengeneza watu hawa, watu wenye uwezo bado wana miongozo mingi mno, watakiwa wasaidiwe, hawatekelezi wajibu wao sawa sawa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi mnadhani kwamba Mwenyezi Mungu amekuumbeni ninyi bure tu? La, sio bure, amekuleteni kwa majukumu maalum, kwa mission maalum. Wa annakum ilayna la turja'un, na mnadhani kwamba nyinyi kwetu sisi hamtarejeshwa? La, mtarejeshwa, mtalifanywa hisabu na mtalipwa malipo ya matendo yenu. Fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, ametukuka Allah mfalme wa haki, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Rabbul arshil karim, naye ni mola mlezi wa arshi tukufu. Waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, na yoyote atakayemuomba pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine, la burhana lahu bihi, hana dalili naye yoyote ya kwamba huyu kwenda anastahili kuwa ni mshirika wa Mwenyezi Mungu, wala haitokuwepo hiyo dalili, sababu Mwenyezi Mungu hana mshirika wala hatokuwa na mshirika, wala hakuna dalili ya kuwepo mshirika yoyote. Fa inna hisabuhu inda rabbih, basi hisabu yake iko kwa Mola wake mlezi. Innahu la yuflihu alkafirun, hakika hawafaulu watu makafiri. Wa qur rabbi ighfir warham, nasema Muhammad, ewe Mola wangu mlezi msamehe na urehemu. Wa anta khairur rahimin, na wewe ni bora ya wale wenye kurehemu. Hapa subhanahu wa ta'ala aliposema waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, ay la hujjata lahu alayhi, tumbe kwamba amemuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu au ameomba pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine, basi huyo hana hoja yoyote inampa nguvu sahihi wanachokifanya. Fa inna hisabu inda rabbih, ay yuaqibuhu wa yuhasibuhu, atamhesabu matendo yake na atamuadhibu. Kisha Mwenyezi Mungu akamwamrisha mtume wake alayhi salam bil istighfar linaktadi bihi. Mwenyezi Mungu akamwambia wa qur rabbi ighfir, nasema ya Muhammad nisamehe, warham, na urehemu, nirehemu, wa anta khairur rahimin, na wewe ni bora wa kujirehemu. Hii ni iktida, amru sisi ili tumwige mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndio kutoka mwisho wa suratul Mu'minun. Lakini kabla ya kufanya conclusion kabisa ya sura,
Utaiona hii sura imeanzia kama nilivyotangulia kusema sifa za waumini, imekuja asli sisi kuumbwa kwetu kuonyesha udhaifu wetu, alafu ikaja kumwonyesha Mwenyezi Mungu alivyoviumba katika vitu vikubwa, kuonyesha nguvu kubwa zake. Akatutajia hali za makafiri kuja kukataa. Kwanza akataja mitume yote iliyokuja na nini na risala yake, ni kiasi gani wametekeleza wajibu wao, lakini ikawa respond ya watu wao ni kukataa. Tena aina yao ya kukutana huko huko kumoja, wote walikuwa wakikadhibisha kwa aina moja. Mwenyezi Mungu akatuletea ishara zake. Kwanza akawa kama na hoji kipi kiwafanye wafanyeje wakatae, akazitaji sababu zote, lakini vyote si havina mashiko. Lakini mwisho yote akataja malipo ya watu ambao kwamba wamekataa kufuata sheria au wamekataa dini ya Uislamu. Haya ndio ambayo tumemalizikia, kitu ambacho kwamba nataka kukichukulia na kukitolea kama aina fulani ya tanbihi ili kumalizia sura yetu. Mambo matatu: daiman kuwa ni mwenye kuihesabu nafsi yako. Hebu jiwekee kioo, mimi niko katika status gani, niko katika hali gani? Hili jambo ni muhimu sana, ndio maana imekuja muhasabatu nafsi. Kuihesabu nafsi ni katika mambo ya lazima kwako kama Muislamu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Enyi ambao kwamba mmeamini, mcheni Mwenyezi Mungu na iangalie kila nafsi kile ilichotanguliza kwa ajili ya kesho, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye habari ya yale mnayoyafanya. Kwa hiyo kujifanyia muhasaba ni kitu cha msingi sana. Unaweza ukawa umeacha njia hali ya kuwa unajiona wewe ndio uko katika watu wema kuliko wote, unafanya vizuri. Unaweza ukawa unapotea, unaweza unaonekana unaharibu amali zako, huku huku na mataraji kwamba nimewekeza akhera, kumbe kule ni habaan manthura, ni vumbi tu, waliyadhu billah. Kwa hiyo katika vitu vya msingi, angalia faridha zako, faraidh, anza na arkan, bali na Uislamu kwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Jichunguze na swala zako, jichunguze vizuri na funga yako, jichunguze na zaka yako, jichunguze, jipime na haji yako ushafanya. Lakini vile vile vitu vyote vilivyokuwa vinaingia chini ya neno faridha kwamba ni kitu cha lazima ukifanya, jipime wavifanya. Lakini kama itakuwa una mapungufu, alhamdulillah, bado uko hai, wahi. Lakini la pili, angalia katika almanahi, katika yaliyokatazwa, vipi, uko katika hali gani wewe? Uko katika hali gani katika yale yaliyokatazwa? Yapi wafanya? Je, umejisalimisha na yale makosa yenye shirki, sihri, zina, shirki yenyewe? Je, yale katika mubiqat, katika yanayoangamiza, uko mbali nayo na mengineyo? Lakini pia vile vile angalia na ghafla. Je, ni kiasi gani unajisahau na kiasi gani kila wakati ni mtu dhamiri yako iko yaqif, iko hai, haijalala dhamiri yako kila wakati nakumbuka swala la Mungu na dini yako, kila wakati jipime. Lakini vile vile harakatul jawarih, jipime haraka za viungo vyako, na haswa ulimi. Jipime, mimi kila wakati naongea nini? Jipime ikiwa bado unataladhdh na hurumati nnas, ikiwa bado unasikia raha kuzungumza mambo ya watu na heshima za watu kuzivunja, bado unahitaji kujihesabu vizuri. Kama bado ni mtu wa kupeleka habari huku alafu watu wagombane, na mtihani. Kama bado wazungumza bado uongo, bado na mtihani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunaweza tukasema hii Ramadhani ni kama vile aina fulani ya kipimo sahihi ya hakikatu imani. Hakika ya imani yako inapimwa kupitia Ramadhani. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kwamba ikiingia Ramadhani
inafungwa milango ya moto na inafunguliwa milango ya pepo, na shetani anafungwa. Shetani anafunga nini? Nyororo, ili kumsaidia huyu Muislamu katika utekelezaji wa ibada yake ya funga, asipate ushawishi wa nani? Wa shetani. Sasa ikiwa shetani sasa hivi hakuna na hana ushawishi, then chochote unachokifanya sasa hivi ni min tilqai nafsi, ni kama nafsi yako mwenyewe. Ikiwa unafika mahali kwamba ukifika kwenye swala, wewe ukifika tu wafikiria vitu vingine, sio ukasema iblisi, ni nafsi yako, iblisi. Na hapo ndio utakapojua kwamba kumbe nafsi yangu imepotezwa kiasi kwamba sasa hivi ni kama vile imewekwa kwenye reli, kwenye kupotea, halafu sasa haiachi njia, yaenda huko huko ilipowekwa na iblisi. Kwa hiyo hana wasiwasi iblisi bana, na kuachia hapa Shaaban, lakini na uhakika wewe ubadiliki, nitakuja kukushika mkono tena wapi? Shawwal. Lakini wewe hapo na uhakika hapa nilipokufia, nilivyokuweka sawa, utaenda na yale niliyokuwekea wewe mpaka imekuwa ni tabia yako, utayafanya yale. Utaendelea swala yako ipoteza, utaendelea kuwa bakhili, utaogopa ufakiri, utaendelea kusema watu, utaendelea kuwa mvivu katika taa. Kama usiku wasema ni ibilisi haja kukojolea sijui nini, au si ibilisi kwa wapi sasa? Mbona wamki ni nafsi yako bovu, nafsi yako khabith. Kwa hiyo sasa hivi ukijiona una madhaifu, ujijue na kazi kubwa sana ya kujiondoa kwenye utumwa huo. Ujiondoe kwenye nini? Taka hiyo, ujiondoe kwenye dimbwi hilo. Sasa hivi ndiyo hakika ya nafsi zetu zilivyo. Baada ya hapo patakuwa kweli na ushawishi, baada ya kuingia kwenye shawali. Lakini la mwisho, binadamu anayo tabia ya kujidanganya na kujitakasa. Anayo tabia ya kujiona mbona nimeshafanya mengi, nimejenga msikiti, nimejenga madrasa, na swala 5, nimeshaenda hija mara 1 mara 2, nafunga Ramadhani, natoa zaka. Fala tuzaku anfusakum huwa alamu bimani attaqa, msizitakase nafsi zenu, Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi ya yule ambaye kwamba ni mcha Mungu. Usije ukafika mahali ukajikia mimi na guarantee ya nini, ya kuokoka na adhabu ya Mungu na nitaingia peponi. La, Mwenyezi Mungu anaabudiwa kwa hofu na tamaa, khaufan wa tamaa. Tuna hofu na adhabu yake, huku tuna tamaa. Kwa nini imetangulizwa hofu? Kwa sababu hiyo ndiyo kitu ambacho kwamba daima kiwe kinakusukuma kwamba mimi bado, mpaka wakati wa kutoka roho uwe na tamaa na rehema ya Mungu. Nimejitahidi na imani nilichokifanya Mwenyezi Mungu atakikubali, na itakuwa sababu ya kupata nini? Na rehema yake. Hapo ndio tamaa inapofanyaje? Inapofanya kazi. Lakini usije ukakaa hapo ukajimakinisha kwamba mimi ni mtu wa peponi. La, hivi ni vitu ambavyo kwamba kwa tumaliza surat al-Mu'minun yatakiwa tuvijenge navyo. Kiwa na sifa hizi 3, basi biidhnillahi taala wewe utakuwa katika njia ya salama. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze, atujalie katika waja wake wema, atuingize pepo yake kwa rehema zake, na tuokoe na adhabu yake kwa huruma yake, na atupe thabati katika taa na dini yake. Allahumma amin. Kwa kuwa sura itakuwa imekwisha hapa na siku za Ramadhani zimekwisha, hatutoanza na sura nyingine inshallah. Kwa hiyo katika muda wa dakika 10 zobaki, tuangalie maswali 2 matatu. Leo tunaanza na swali la kwanza. Swali la kwanza linasema, mimi anasema ameapa. Kuna mtu ameapa kwamba nyumba ya fulani hatoingia, labda amefunga siku 3. Nyumba ya mtu fulani hatoingia, labda ameapa, labda amefunga siku 3. Sasa anauliza kuna badala, kuna jambo lolote la kufanya? Aljawabu ni kwamba huyu
ameapa kwamba hatoingia isipokuwa baada ya kuwa amefunga siku 3. Ina maana hata kama ameapa akiingia baada ya kuwa amefunga siku 3, kuna tatizo? Hakuna tatizo. Kwa hiyo akifunga kabla alafu ndo akaingia, hakuna tatizo. Lakini ikiwa kinyume chake, hakufunga alafu ameingia kabla, hapo ndio itakuwa nini? Amevunja kiapo. Swali jingine anauliza mtu, sasa huyu mtu ameoa na mkewe anamtuhumu kwamba ameoa mke mwingine wa pili kwa siri, lakini sasa huyu mke anamlazimisha ili amehakikisha ni mkweli au si mkweli, anamwapisha, bana hapa wewe hujaoa mke wa pili. Hapa tunazungumza swala la kulazimishwa kuapa. Hii ni hali tu, inawezekana kitu kingine kipindi, inawezekana. Sasa nini hukumu ya mtu kulazimishwa hali kama hiyo? Hapa hujaoa mke mwingine, nini yafaa, haifai? Na ukaapa pengine Aljawabu, kama ni mkweli hujaoa mwingine, una mke wa pili, kipi kitakuzuia usiape kumhakikishia? Kwa sababu waoa, unaapa kwa hali ulionayo pale, kweli sijaoa mke wa pili, wallahi khalas. Usemi kwamba sitoapa mbeleni, sitooa mbeleni, ni hali ulionayo. Ikiwa ni mkweli basi hapa, ikiwa si mkweli usiwapie kwenye uongo. Jambo la tatu, swali la tatu, anasema kwamba kuna ada katika kijiji au kwenye kabila fulani wanaoishi watu, kwamba likitokea tatizo lolote, kuna kamati maalum ya wazee kiongozwa na mkuu wa kijiji kile. Hiyo inakuwa kama mahakama, wanakuwa hawaendi mahakamani, wanamaliza mambo yao wenyewe kwenye majlisi yao. Lakini inakuja wakati fulani aliyetenda kosa hajulikani nani. Walichoafikiana ni kwamba watu wote wanaapishwa, kwamba mimi sikufanya, wallahi mimi sikufanya. Tena unaapishwa pia kwamba wallahi watoto wangu hawakufanya, mpaka watoto wako pia uwasafishe pale inapokuwa aliyefanya hajulikani. Sasa swali linakuja hapa, kwanza kabisa, je, ni sahihi hivyo kwamba watu wote wanaapishwa kwa kuwa hajulikani mtu, basi kijiji kizima chaapishwa? Lakini hali, je, ni sahihi kuapisha mtu kwa niaba kwamba anaapia watoto wake hawakushiriki? Ama la kwanza, ikiwa watu wa mji mzima wameafikiana hivyo, bana katika makubaliano yetu, tukimpata aliyefanya kosa ndio tumempata, lakini hatukumpata tutaapishana sote, kwa sababu kiapo kinatisha. Ukiwa utaapa hali ya kuwa wewe umefanya alafu wasema sikufanya, kama utakuwa ni mtu unamwogopa Mwenyezi Mungu, basi wakati wa kuapa pale ukarudi nyuma. Kwa hiyo baada ya hapo sasa utachukua dhima mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikiwa ilikuwa tumeafikiana hivyo sote watu wa eneo lile, basi hapo itafaa. Lakini kwa upande wa watoto, kwamba wewe unaapa wallahi watoto wangu hawakufanya, hapa itakuwa sio sahihi. Itakuwa sahihi pale utakapoapa mimi naapa sijui kama watoto wangu wamefanya, lakini usiseme hawakufanya. Lakini ukisema kwamba mimi naapa kwamba sijui kama watoto wangu wamefanya, kwa sigha hiyo itafaa. Si tumeelewana vizuri? Lakini huwezi kuwaapia hawakufanya. So kwanza wewe una dhamana gani? Una uhakika gani? Swali jingine anasema kwamba mtu alikwenda katika kesi ya watu waliogombana. Sasa katika yule aliyeshtakiwa ni mtu wake wa karibu, wa rafiki, na ikabidi ili amwokoe akashuhudia kwamba hana kosa, lakini kosa alijua kwamba analo. Na kwa kuwa angethibitisha kwamba ujamaa ana kosa,
jamaa mbali na kufungwa angepoteza kazi, na kazi ndio inayofanya alishe familia, mambo mengi yakiharibika. Sasa baadaye huyu ametubu, huyu shahidi aliyetoa ushahidi wa uongo, lakini pia wale upande wa kwamba ni upande wa pili walikwenda kufanya apili. Kufanya nini? Apili nini? Rufaa. Lakini baadaye wakaachia na wanaendelea na maisha yao, hawana tatizo lolote. Sasa huyu ambaye kwamba katoa ushahidi wa uongo, auliza nini yeye afanye? Anakiri kwamba siku ile alitoa ushahidi wa uongo ili kumwokoa rafiki yake asipoteze kazi. La kwanza, kutoa ushahidi wa uongo lenyewe ni kosa. Kwa hiyo juu yake nini? Tauba. Hiyo ni la kwanza. La pili kule kuapa kwake, alafu kumbe kasema uongo, penyewe pahitaji nini? Kafara. Wakatofautiana maulama, hali kafara ndogo tu ile ya kulisha maskini 10 au kuwavisha, ikiwa atakosa atoe alisha dini afunge siku 3, au itakuwa ni kafara tu mughalladha, au kafara kali ile nayo ni kufunga miezi 2 mfululizo, au kulisha maskini 60. Wakatofautiana maulama. Lakini mbali na hilo kuna la mwisho, nalo ni kufanya kudhamini ili awe salama. La kwanza ni nini? Tauba. Pili, kulipa kafara. La tatu, kudhamini hasara yoyote iliyowafikia wale wadai wale ambao kwamba iliwafanya wa lose case, zile hasara ambazo kwamba imesababishwa na yeye kusema uongo, inabidi awakalipe fidia. Aende akazungumze nao kwamba mimi nilifanya kosa 1 2 3, ima munisamehe na haki yenu hiyo, au kama kuna hasara kwamba nimewasababishia atatahammal, afanyeje? Alipe. Hapo ndio atakuwa ana salama. Swali jingine anasema, na apa na Mwenyezi Mungu na utukufu wangu leo nao, na apa na Mwenyezi Mungu na huu utukufu leo nao, mimi mishima yangu hii, uzee wangu huu, pia anauapia. Manake si tumeelewana? Kaapa na Mwenyezi Mungu, lakini kaongeza na utukufu wake, kwa maana heshima yake, ukubwa wake katika mbele ya watu. Je, kiapo hiki kikoje? Kwanza kabisa tumesema kwamba kiapo hakifai zaidi ya ima majina yake Allah subhanahu wa ta'ala au sifa zake tu. Hilo la kwanza. Kwa hiyo yeye kuchanganya Mwenyezi Mungu na yeye, hilo tayari ni kosa. Mwenyezi Mungu hashirikishwi, wala kwanza hakuna ambaye kwamba ana manzila moja na yeye. Kwa hiyo hilo lilikuwa la kwanza, linatakiwa afanye nini? Afanye tauba. Hilo la kwanza. Bali hadithi zimekuja kali kwamba man halafa bighairi llahi faqad kafar, atakayeapa na jina lisiokuwa la Mwenyezi Mungu, huyo amekufuru. Wa fi baadhi riwayat anasema faqad ashraka, amemshirikisha Mwenyezi Mungu huyo. Pale anapostahiki ni Mwenyezi Mungu tu. Lakini la pili, kwa upande wa Mwenyezi Mungu, yeye Mwenyezi Mungu anaapa atakavyo. Yeye kaapa na vitu vyake alivyoviumba. Usije ukaiga ukaona kwamba Mwenyezi Mungu kaapa na wal asr wal fajr wal adiyati dhabha wasubhi idha tanaffas. Ile ni zake yeye, na Mwenyezi Mungu la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Yeye Mwenyezi Mungu haulizwi kile anachokifanya, lakini sisi tunaulizwa. Kwa hiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu hapa kwa atakacho, lakini sisi hatuna nafasi zaidi ya kuapa ima kwa majina ya Mwenyezi Mungu au sifa zake. Swali la mwisho inshallah tunafunga darasa leo. Asema mtu ameapa kwa Al-Kaaba kwamba hatafanya mambo katika mambo ya haramu, katika makosa makubwa, lakini akaja akafanya. Je, atalazimika kutokana na kiapo hiki kufanya kitu? Hili dogo jamani.
naapa kwa Al-Kaaba. Kwanza kuapa kwa naapa na Al-Kaaba, ipo hiyo watu tunatumia naapa na Al-Kaaba, yafai? Haifai. Kwa hiyo la kwanza hiyo kwamba lazima utubu kwa Mwenyezi Mungu kwa kosa hilo. Kaaba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, kweli ina utakatifu wake, ina utukufu wake, ina manzila kubwa, ina sharafu kubwa, lakini bado sio Mungu, ni kiumbe limejengwa jengo tu lile, mahali patakatifu, lakini Mwenyezi Mungu kapaumba ni mahali patakatifu. Al-Kaaba si Mungu. Si tumeelewana jamani? Kwa hiyo la kwanza ni tauba, lakini la pili, je, kile kiapo alichosema naapa na Al-Kaaba, kiapo kipo hamna? Kipo hakuna? Kiapo madam hakikuapishwa kwa jina la Mungu au sifa zake, kwa hiyo itakuwa hakuna. Lakini mwisho yote lazima atubu taubatan nasuha, kwa sababu amefanya kosa. Si amesema kwamba aliapa kwamba hatofanya kosa kubwa alafu akalifanya, pamoja na kwamba pale hakuvunja kiapo kwa sababu kiapo hakipo, lakini kwa kuwa kafanya kosa bado ni nini? Lazima atubu na hilo kosa alilofanya. Hadha wallahu alam. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mu'ayyadan ma'suma wa la tadafina wa la min bainina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa hazanina wa dhihaba humumina wa humumina arhamar rahimin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa husna tilawatihi ana al-layli wa tarafa an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.